Kansa ya nyondo ni imwe ya ndwari iria ikoretwo igithinia atumia na gicunje kinene thiini wa bũrũri wa Kenya. No kuri na mwihoko thutha we mutumia ungitikira gwikinyia thibitarĩ o gatene wakorwo na ihinda ria gũthũrimwo niguo wanyitikana uri na dalili cia kansa ino wakorwo na mahinda ma kurigitwo o gatene. Nyitanira nani tukinyitanira na marigitari thiini wa thibitarĩ wa Kenyatta University Teaching Referral Hospital magituthomithia maingi megie ndwari ya kansa ya nyondo. Kansa ni imwe ya ndwari iria ikoretwo ikiahura andu aingi iria mamigwo, no ni kuri nangi makoretwo na mweke wa kuraha waira thutha wa kurigitwo na kuhona ndwari ya kansa. Umuthi hari githomo gitu kia mirimu na urigiti turanyitanira na ndagitari Abel Avman kuma thibitarĩ-inĩ wa KU nuria uratutariria makiria hari ndwari ya kansa ya nyondo. Karibuni sana katika hospitali ya Kenyatta ya mafunzo, rufaa na kufanya utafiti hapa tukiwa Kahawa West Nairobi. Mimi ni jina langu naitwa Abel Avman, ni daktari ambaye anahusika na saratani za kansa, lakini najihusisha zaidi kuhusu saratani za matiti. Dalili imwe cia kansa ya nyondo ni gukorwo na wibo. Atumia ni moritio kugena umenyo wa ngurani cia wibo nyondo-ini ciao. Ndagitari ni tatarithĩtie njĩra hũthũ cia gũkũrana wibo wa kansa nyondo-ini. Dalili kubwa ya wanawake ambao hujitokeza nayo ni kitu inaitwa uvimbe. Mwanamke mara nyingi atahisi uvimbe kwenye matiti yake, na mara nyingi inapatikana tu kama ile kwa sadfa, yani si kitu ambacho alitarajia. Kwa mfano alienda kaoga kwa bahati mbaya, ama alikuwa na starehe na mumeo kwa bahati mbaya akahisi hapa kuna uvimbe sio kawaida. So mara nyingi dalili ya kwanza inakuja ni uvimbe. Sasa huu uvimbe una tatizo kubwa, ni kuwa hauna maumivu. Kwa kuwa hauna maumivu, mwanamke anaweza kuchukulia tu huu ni uvimbe wa kawaida, kwa hivyo haweza sichukua hatua yote akasema hainiumi, sina maumivu wala sijikuni, niko sawa, kwa hivyo wacha tu niangalie tu. Hasa ndo kwa sababu hiyo watu wengi haina maumivu, mtu anakaa nao kwa muda mrefu, ama kwa mtu wa kuona haya saa nyingine mtu anakaa na ule uvimbe mpaka inageuka na kuwa kidonda. So zamani tukipata zaidi watu ambao walikuwa wanakuja na kidonda kwenye matiti, lakini tunaona hiyo idadi inazidi kupungua, wengi wanakuja tu na uvimbe. Huu uvimbe unaweza kuwa kwenye matiti yenyewe pale, ama unaweza kwenda kwenye makwapa, kwa sababu tunajua kansa ikitoka kwenye matiti kitu mara ya kwanza inaenda ni kwenye makwapa. Kwa hivyo uvimbe unaweza kuwa kwenye matiti ama kwenye makwapa. Sasa ile kwenda kwenye makwapa, kwa mfano kuna baadhi wengine kwa sababu inaziba ile mirija ya kupeleka lymph, ile inakuwa blocked, unaweza kupata mtu anakuja na mkono umevimba. Mkono ukiwa umevimba kule. Sasa ile kuvimba kwa sababu imekuwa na blockade ya ile lymph node, ile lymphatic system haisambai, inapata mpaka mtu anakuja na mkono umevimba huku. Saa nyingine ile kwa sababu ile matiti lymphatic system drainage yake pia imeziba, anakuja kwa matiti inakuwa imevimba, inakuwa sio uvimbe, titi lenyewe kwa ujumla limevimba, limekuwa kubwa, linafanya wekundu. Hasa hapo anaanza kuhisi maumivu. Sasa hapa tatizo kubwa ndio linakuja ya aina hii ambayo titi linakuwa jekundu kidogo, kwa sasa kama mwanamke amejifungua, kwa sababu hii kutofautisha na mwanamke ambaye ile infection amepata kwa sababu ya maziwa ameganda kwenye matiti yake na kuwa na kansa inakuwa ni ngumu. Mpaka mtu mwenye uzoefu zaidi angalia kwa daktari, akipoa dawa kwa mfano zile antibiotics, akiangaliwa kuwa hakuna tofauti, baada ya wiki lazima tuchukue action kuhakikisha kama hii si saratani. Na wengine saa nyingine wanamke pia hanyonyeshi, anakuja na matiti yamevimba, yamefanya wekundu, pia mtu hanyonyeshi. Kwa hivyo pia hii ni kuna nafaa tushughulikie. Hasa ile kansa kadri inapozidi kuendelea, dalili pia hubadilika. Kwa mfano kuna wanawake wengine ile uvimbe wanaweza usihisi, kwa sababu uvimbe inategemea uko sehemu gani kwenye matiti. Mutumia o wothe riria agia na dalili ta ici hari bata gwikinyagia thibitarĩ gũthũrimwo. Mutumia kwaga gũthũrimwo nyondo yake o tene gukoretwo gigucũngĩrĩria aingĩ yao gukorwo magithondekwo mĩrimũ ingĩ ĩndĩ thĩna mũnene ũkirĩire nyondo-inĩ.
Mfano sasa, kwa mfano ile kama ile uvimbe uko ndani zaidi, mwanamke hawezi kuhisi wakati umetokeza, au anaweza kuhisi uchungu kwenye mgongo. Sasa hii inamaanisha pengine saratani ishasambaa tayari, imeenda kwenye mgongo. Kwa hivyo anakuja tu na maumivu, anasema anasikia mifupa inamuuma. Kwa hivyo hii saratani mara nyingi ishasambaa, imeingia kwa mfupa. Ama ule ugonjwa umetoka kwenye matiti umeingia kwenye mapafu, mtu anakuja na shida ya kupumua na kohoa, anaenda hospitali anatibua pneumonia, lakini matiti hayajaangaliwa kama ninio. Baadaye unakuja kugunduliwa kumbe hili ilikuwa ni saratani ya matiti ambayo ishasambaa, imeenda kwenye mapafu tayari. Ama inaweza katoka kwenye matiti hapo ikafika kwenye maini. Ikifika kwenye maini, unaona tu mtu anakuja pengine anasikia na maumivu, ana sauti, anatibua kiungulia, kumbe ni saratani ambayo imetoka kwenye matiti imeenda kwenye maini, mtu anakuja na kiungulia. Na hali ikizidi kuwa mbaya inaweza kufanya mpaka macho yakionekaniwa akakuwa manjano. Unaweza kufikiria ni aina nyingine ya kansa, kumbe ni ile tu saratani ya matiti, lakini imesembea kwa hivyo. Kwa hivyo dalili ya uvimbe, matiti kuwa makubwa, kutofautiana, alafu hiyo kwenda mifupa kuuma, mtu kukohoa ama kuwa manjano na macho ama kukohoa, hizo ni baadhi ya dalili ya hizo ya saratani ya matiti. Saa nyingine pia unaweza kupata mwanamke anakuja ile chuchu yake inaingia ndani, haikui kama kawaida, ama lile titi linanywea linakuwa dogo kulingana na lile mwingine. So titi linaweza likanywea likawa dogo, ama likabakia kubwa likawa kubwa zaidi kulingana na lingine. Kwa hivyo hizi ni vitu vyote ambavyo mwanamke tunapendekeza ajiangalie yeye mwenyewe kila mwezi. Wakati mzuri wa kujiangalia ili uweze kujua hizi dalili za matiti ni wiki moja baada ya hedhi yako, kwa sababu wakati wa hedhi matiti kidogo yanakuwa very sensitive, hisia zinazidi na kuna wengine wanapata maumivu. Kwa hivyo hata ukijiangalia wakati unapata hedhi yako inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo inapendekezwa angalau baada ya wiki ile hedhi imetulia, at least ile hisia imepungua, maumivu yamepungua, unaweza kujiangalia kwa makini, aidha kwa kioo ama wakati unaoga, inakuwa tunaweza kupata hizi saratani kwa kawaida. Andũ aingĩ makoretwo makiũrania kihumo kia ndwari ĩno, kiũria kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩrigithia ataaramu hamwe na marigitari a kansa. Ndwari ya kansa nĩ ĩmwe ĩgwetanĩtio na mĩrimũ ya ndĩra thĩinĩ wa family. Kusema kweli, idadi kubwa ya saratani ya matiti hatujui chanzo yake. Lakini kuna kiwango kidogo sana, tunasema idadi ndogo hadi ya 5%, 5% ni ile saratani inaendelea kwenye ukoo. Kwa sasa tumejua kuna aina nyingi ya genes ambazo tunajua tunaweza kuchukua kutoka kwa wazazi wako, ukarithisha wenzako, kama watoto wako, ama ukarithi kutoka kwa babu yako, kwa mama yako, ambazo maarufu zaidi ni zile tunaziita BRCA1 na BRCA2. Hizi ni maarufu zaidi, lakini siku hizo wamekuja tukaangalia tukaona kuwa sio BRCA1 na BRCA2 peke yake zinahusika katika kusambaa kwenye koo ama kwenye familia. Kuna aina mpya zingine ambazo zinajulikana kwa sasa zinaitwa PALB1, CHEK1, CHEK2. Hizi zote zinahusika katika saratani ambayo inasambaa kwenye ukoo. Mbali na hivyo, mara nyingi saratani ya matiti inasababishwa na zile hormones zako. Kwa mfano, ile estrogen inapata kiwango kwa wingi mwilini kwa muda mrefu. Kwa hivyo tunafaa kuangalia ni vitu gani vinasababisha ile estrogen kwa mwilini kwa wingi. Kitu cha kwanza, mtu akipata ile hedhi yake ya kwanza kabisa akiwa na umri mdogo, wakati wa kuvunja ongo, ambao tunaita early menarche, yani amepata ile saratani, amepata ile menses akiwa mdogo zaidi. Kwa hivyo it means anapata ile exposure ama ile estrogen hormone inakuwa mwilini kwa muda mrefu. Na pia wale wanawake wanazidi kuchelewa kupata menopause pia, kwa sababu amepata mapema huko amechelewa kwa muda mrefu, kwa sababu tunajua estrogen ndo mara nyingi inasababisha kugeuka mpaka ikue. Uri wamenya atumia aria maciaragirwo kugĩa ciana ihinda rĩrĩa magĩrĩire makoragwo ũgwati-inĩ wa gũcemwo nĩ dalili cia ndwari ya kansa ya nyondo. Kuna baadhi ya wanawake ambao wanasababisha ile saratani ni kuwa wanachelewesha kuzaa. Ile umri wa kwanza mwanamke anaozaa inachangia pakubwa katika saratani. Kwa hivyo mtu kila akichelewesha kuzaa, ile kiwango inawezekana kupata saratani inazidi kuongezeka, kwa sababu mtu akipata mimba ile estrogen kidogo upigwa break ikastopisha. Kwa hivyo ile mimba ya kwanza ni muhimu zaidi kuliko umepata mimba ngapi. Inachangia zaidi, inachangia, lakini sio kama ile mtu akichelewesha kupata mimba. So hivi vitu vote ambavyo pia inachangia mwanamke kuweza kupata saratani ya matiti. Lakini
Hizi ni sababu tu zinajulikana kuchangia, lakini hatuna ile 100% tukasema hii ndio sababu. Kwa sababu kwa mfano tunapata mwanamke amekuja amevunja ungo sawa, amepata mtoto wake wa kwanza kwa umri ile inatafotakiwa, kwa mfano mapema miaka 25 hapo 20, lakini pia wanapata saratani. Tukija kusema kwa ujumla tunasema tu kwa chanzo kikubwa hatujui, lakini hizi ni sababu huchangia. Aina sababu nyingine ambayo pia inaweza kuchangia, kwa mfano kama mtu ulipata saratani ya kwenye kifua wakati uko utotoni na ukapata ile mionzi ya radiotherapy, inasababisha ukiwa mbeleni ukiwa mkubwa, pia inachangia ukapata kama saratani ya matiti. Hizo ndo sababu kubwa ambazo tunajua. Kuringana na dagitari ni ati mithemba ya kansa ya nyondo icungagiririo ni unyihu wa hormone imwe mwili-ini. Tukiongea kuhusu aina ya saratani ya matiti, kuna njia nyingi ya kuweza kuongelea. Tukija kwa Kiingereza tunaziita histological subtype. So mara nyingi kuna zile ambazo inajulikaniwa sana tunaita invasive ductal carcinoma. Kwenye matiti kuna aina mbili ya sehemu ya ile matiti. Kwanza kuna zile glands ambazo zinatengeneza maziwa, alafu kuna ile mirija ambayo inapeleka ile maziwa mpaka iweze kutoka. Sasa kama saratani imeanzia kwenye ile mirija tunaita invasive ductal carcinoma, kwa sababu hizo ducts zimekuwa affected. Kama imeanza kwenye zile maziwa yanapotengenezwa kwenye glands tunaziita invasive lobular carcinoma. Licha ya hivyo tuko na aina nyingi pia za hiyo ductal carcinoma, tunaziita papillary ambazo tunaziita na kadhaa, lakini ambazo ni maarufu zaidi ni hizi mbili, tunaziita invasive ductal carcinoma na invasive lobular carcinoma kulingana na pale ile saratani ya matiti ilipoanzia. Mbali na hapo, kabla ya kutibu matiti tunakuja kuangalia ile receptors ama zile ambazo vile vitu vina receive information kutoka kwa mwilini. Tunajua mwilini ya mwanamke ama mwanamume kuna hizi hormones zinaitwa estrogen na progesterone. Hizi ni zikija mwilini lazima hivi vimemeo ambao zikija mwilini lazima kuwe kuna mahali vitakacho kuwezesha viweze kufanya kazi. Tunaziita receptors. So receptors ambazo mara nyingi zinaleta tofauti ambazo zinasababisha mabadiliko ya kupelekea kansa, kuna zile estrogen receptors, tuko na progesterone receptors, na pia tunaangalia some genes ambayo inakuwa affected, tunaita HER2. HER2 kama iko na makosa, aidha inaweza kuwa amplified ile gene yake, yani amplified inamaanisha idadi imekuwa nyingi zaidi. Hizo vitu vitatu tunapima. Kutoka katika hivi vitatu tunaweza kupata kwa uchache tu ama kwa urahisi tukapata aina 4 ya saratani. Ya kwanza, kwa mfano uko na estrogen receptor na uko na progesterone receptor, kwa sababu tunajua hizi zinapelekeshwa na hormones, tunaziita hormone receptor positive breast cancer. Tukija aina ya pili, hii estrogen na progesterone haziko, lakini mtu akona HER2, tunaita HER2 enriched, ambao ni aina ya kansa ya matiti ambayo wanasema sisi wa Afrika ama wasichana ambao wanagunduliwa na wanawake wanagunduliwa na saratani ya matiti wakiwa na umri mdogo, wao wanapata zaidi, na kwa hivyo sisi huku tunapata, lakini duniani tukikadiria ni 20% na ile hormone receptor ni 70 hadi 75 ama 80 kulingana na nchi na pale mali huko. Aina nyingine ya saratani ya matiti tunaita triple negative. Kumbuka ile estrogen haiko, progesterone haiko na ile HER2 haiko. Kwa hivyo zote tatu hakuna, tunaziita triple negative kwa sababu zote hizo receptors hazijakuwa expressed. Hii ni aina ya tatu ya breast cancer ambayo pia tunasema inapatikana zaidi kwa wanawake wadogo ama wenye ile kansa ambayo saratani ya matiti ambayo inaendelea kwenye koo. Utapata zaidi wanapata watu hii triple negative breast cancer. Aina ya mwisho tunaweza kusema hizi zote tatu zinapatikana. Estrogen iko, progesterone iko na HER2 iko, kwa hivyo tunaziita triple positive breast cancer, kumaanisha zote receptor tatu ziko. Oria matuko malavye noguo ataramu mohigirirwo ni njira huthu cia kurigita mithemba itiganite ya kansa kuri atumia. Mwanamke akija kwetu sisi lazima tufanye hizi kitu tunaita immunohistochemistry ambazo naweza kututambulisha na kutujulisha ni aina gani ya receptor ilikoseka, kwa sababu kila mwanamke anatibua kivyake siku hizi saratani, sio kama zamani. Zamani watu wakija tu kansa natibua kama kansa moja, siku hizi kila mwanamke atatibua kivyake. Kwa mfano wakikuja wanawake 4, kila mtu atakuwa na aina yake. Kuna ambaye tutampatia hormone ambayo kublock ile system, kuna ambaye tutampatia chemotherapy kublock, na kuna ambaye tutampatia HER2 receptor ile kuza kublock na trastuzumab, na kuna mtu ambaye tutachanganya zote. Kwa hivyo kila mwanamke akija atatibua kivyake kulingana na aina ya breast cancer ako nayo.
Ndagĩtarĩ nĩ aratũtarĩria ũrigiti wa mbere kũrĩ mũtumia ũrĩa wĩkinyagia thibitarĩ-inĩ angĩkorwo agĩkũĩra gũkorwo na ndwari ĩno. Kwa mfano sasa mtu amekuja na kuna uvimbe ama anaona mabadiliko kwenye matiti yake. Kwanza kabisa daktari atazungumza na wewe, akuulize huu uvimbe umeanza lini, unaongezeka kulingana na ile damu yako ya hedhi ama haina uhusiano na damu ya hedhi, kwa sababu tunajua uvimbe wa saratani haina uhusiano wa hedhi. Kuna ile ambazo tunaziita uvimbe za kawaida, zile fibroadenoma ambazo watu wanakuwa nazo ambazo si saratani. Zile mara nyingi baadhi ya wanawake ukiona hedhi yako inaongezeka alafu inapungua. Lakini kuna umri ukifika lao inaongezeka ikipungua zaidi ya miaka 40 lazima tupige picha tuangalie. So mtu akija mwanzo tunakuuliza haya maswali. Baada ya hapo tutakuangalia ile uvimbe tuweze kuhisi kwa kupitia mikono yetu. Ile kuna vile tukishika inaweza kutupatia yani hisia kama hii inawezekana kuwa ni saratani, inawezekana kuwa saratani kwa sababu ile texture yake inakuwa ni very different. Mara nyingi ile saratani inakuwa iko very rough, yani ukishika yani kama vile ukishika jiwe inakuwa rough, ile shape yake haiko very smooth. Lakini kwa ile nyingine ambao ni mara nyingi zile ambazo tunaita fibroadenoma zinakuwa very smooth lakini sio 100%. Kwa hivyo lazima baada ya kuulizwa maswali, baada ya daktari kuangalia kwa mkono, step ya pili tunakufanya ni kukutuma kwa picha. Picha tutakutuma kulingana na umri wako. Kama itakuwa wewe uko chini ya miaka 40, mara nyingi tutakutuma ultrasound peke yake. Kwa nini? Kwa sababu ile mammogram inakuwa ngumu kutofautisha uvimbe kwa sababu ile breast tissue matiti kidogo yamekomaa, hayajalegea kama vile ya mtu kidogo ambaye ni mtu mzima. Kwa ajili hiyo tutaanza na ultrasound alafu tunafuatilizia na mammogram kama uko na umri zaidi ya miaka 40. Kwa hivyo zinakuja kwa pamoja. Tukishafanya ultrasound na mammogram, kuna grading system tunaita BI-RAD system. Kulingana na hii BI-RAD system ndo tutajua sasa tunaendelea kukufanyia biopsy. Biopsy ni kuchukua baadhi ya nyama ambao kwenye ule uvimbe uko nao, kuchukua sampuli kwenye ule uvimbe pale, kutoa ile kupeleka kwenye maabara kuhakikisha kama hii ni saratani au si saratani. Baada hapo sasa ndo tutajua sasa kama ni saratani tutaendelea na matibabu. Kama si saratani tutakwambia tukufuatilizie na karibu, na lao kama uvimbe ni wa kawaida tu ni mkubwa tunaweza kuambia pia tuutoe. Saa nyingine unaweza kupata ile mahali pengine ile sindano iliingia lakini haikupata ile kansa, especially kama imekuja kama imechanganyikana ile fibroadenoma na kansa. Saa nyingine sehemu ya saratani inakuwa ni ndogo peke yake, inakuwa ni ngumu kuipata. Thutha wa ithimi icio ciothe, ndagĩtarĩ nĩ endaga kũmenya hihi kansa ya mũrwaru ĩrĩ stage ĩrĩkũ nĩguo thabarĩ ya ũrigiti ĩkambĩrĩria. Thibitarĩ wa KU nĩ ĩmwe ya thibitarĩ iria irĩ na macini cia kĩrĩu na ũhoti mũnene wa gũthũrima na kũrigita kansa o na ihenya. Kwa hivyo tukishamaliza kupiga hizi picha za staging, matibabu hapo yataanza. Sasa matibabu ya kuanza tutaangalia kulingana na aina yako ya breast cancer, kwa sababu ukija mapema zaidi mara nyingi tutaanza na chemotherapy ama kimia. Tukitaka kama chemotherapy utaenda operation. Ukishatoka operation kulingana na ile aina yako ya saratani ya matiti, either umeze vidonge vile vya hormone vya kublock ama tukupatie dawa nyingine ya kuendeleza ile trastuzumab, Herceptin kulingana na aina yako, ama tukupatie vitembe aina ya chemo. Kwa hivyo itategemea. Lao utakuja saratani ishaenea tayari ambapo kiwango hatuwezi kufanya operation, tutakupatia matibabu. Kwa hivyo tunataka kuambia wagonjwa wote wamekuja na ile stage 4 ambao tunasema imeshasambaa mwilini. Stage 4 zamani walikuwa tunajua wanaishi kwa muda mfupi, lakini siku hizi tumeendelea kimatibabu. Tuko na matibabu ya kisasa ambayo inawezesha mgonjwa kuishi zaidi ya miaka 5 na mtu anaishi very comfortable. Tukizunguzia kwa mfano ile sampuli ya saratani ya matiti tunaita hormone receptor positive. Tunajua hawa wagonjwa hawa mara nyingi ile kansa inasambaa pole. Hata ukija mtu imeshasambaa kwenye maini, kwenye mifupa ambayo inapendelea zaidi kuenea ama kwenda kwenye maini, tutakupatia vidonge vya kublock ile hormone. Na siku hizi tuko na dawa ambazo tunaongezea kwa zile vidonge vya hormone, tunaziita CDK4/6 inhibitors, ambazo inaenda kublock ile cycle ya kansa, inaenda kuipiga stop. Kwa hivyo ile kansa haisambai, na huku ile vidonge vya hormone vinasaidiana, ile saratani tunaimaliza na mtu anaishi kwa muda mrefu. Leo thibitarĩ wa KU nĩ ũrĩkĩirie arwaru a stage 4 mwĩhoko na kũmateithĩrĩria kũnyihanyihia ngarama ya dawa na kũmahe dawa imwe hatarĩ marĩhi.
Tuko na habari njema hapa Kenyatta University Teaching Referral Hospital. Tumeweza kushirikiana na Max Foundation. Tuko na dawa mpya ya vidonge ambayo tutaweza kuwapatia baadhi ya wanawake matibabu kwa bure. Kwa hivyo tunawahimiza watu wote ambao wako na stage 4 wakuje, wataweza kusaidika hapa kwa hizo kutapunguza gharama yao ya matibabu. Na lao watakuja na sampuli ile ya HER2 positive, pia tuko na dawa tunaita trastuzumab. Tunaweza kumpatia trastuzumab ambao tunaunganisha na dawa nyingine ambao tunaita pertuzumab, ambao tuna kitu tunaita dual blockade, tuna block zile cells za HER2. Tukiziblock vizuri, hawa watu wagonjwa HER2 pia wanaishi kwa umri mrefu zaidi bila ule ugonjwa kusambaa ama kuenea. Lao atakuja mgonjwa kuna triple negative breast cancer, tuko na aina ya matibabu tunaita immunotherapy, ambao tunafundisha mwili wako uweze kuitambua ile kansa, kwa sababu kansa huja kivipi? Kansa inakuja wakati ile chembe zimemea na mwili wako umeshindwa kuitambua, kuitoa. Kwa hivyo immunity kamba ilikuwa imelala, imesinzia kidogo. Kwa hivyo tunafundisha mwili wako pia uitambue hii ni kansa. Tunakupatia ile immunotherapy ambayo inaweza kwenda kuattack zile cancer cells na kuziondoa mwilini. Kwa hivyo kila mgonjwa akija tutamtibu kivyake kulingana na sampuli na kulingana na ile stage imekuja. Na ile survivorship, kama mtu kuishi kwa muda atakaoishi inategemea na aina gani ya saratani, ile stage gani umekuja na aina gani ya saratani. Tunajua wagonjwa wakija daraja ya kwanza na ya pili ama stage 1 na stage 2, hawa wanaishi muda mrefu sana. Ukija stage 3 ule umri wako inapungua, na ukija ile stage 4 ama daraja la 4 pia inazidi kupungua. Kwa hivyo tunahimiza watu wajitokeze na mapema wakiona dalili na mapema ili wapate kuishi kwa muda mrefu. Airetu aria manyitagwo ni kansa mari no kuru wathi kuri no hotekeku munene wa kugia ciana thutha-ini riria murwaru etikira kurumanirira na motaro ma dagitari. Na ile survivorship, kama mtu kuishi kwa muda atakaoishi inategemea na aina gani ya saratani, ile stage gani umekuja na aina gani ya saratani. Tunajua wagonjwa wakija daraja ya kwanza na ya pili ama stage 1 na stage 2, hawa wanaishi muda mrefu sana. Ukija stage 3 ule umri wako inapungua, na ukija ile stage 4 ama daraja la 4 pia inazidi kupungua. Kwa hivyo tunahimiza watu wajitokeze na mapema wakiona dalili na mapema ili wapate kuishi kwa muda mrefu. Na siku hizi kwa sababu wanawake wanaishi kwa muda mrefu, tunahimiza zaidi kuangalia ile maisha yao yanavyoendelea baada ya matibabu. Kwa mfano siku hizi tunahimiza wanawake baada ya matibabu, kwa mfano wasichana wadogo, tunawahimiza iko njia ambayo tunaweza kuwasaidia wapate mimba baada ile kugunduliwa saratani. Kwa hivyo kupata saratani ya matiti haimaanishi wewe ndio mwisho wa maisha yako. Bado tuko na njia tutaweza kukusaidia. Tutazungumza na wewe kabla tuanze matibabu kama uko tayari kupata watoto. Mara nyingi tunataka mtu aweze kupata watoto baada ya miaka 5, lakini kulingana na vile ile umri wako uko na vile kansa yako iko, tunaweza pengine tukashirikiana na wewe kwa kushauriana ili tujipange kabisa. Tukishamaliza matibabu ya chemotherapy, ile ukiendelea na matibabu tu ile kawaida ya vidonge ukiendeleza nyumbani, tupange baada ya miaka 3 au miaka 5. Tunapendelea zaidi miaka 5 kwa sababu tunajua saratani ya kansa ya matiti uwezo wa kurudi baada ya miaka 5 ni uwezo uko chini. So mara nyingi tunapendelea tusubiri miaka 5 kabla mwanamke hajaanza kupata mimba. Na mwanamke haruhusiwi kupata mimba wakati akona matibabu, kwa sababu lao atazaa wakati anapata matibabu, ule mtoto anaweza katoka na kasoro nyingi sana ambayo itakuwa haikumfaidisha yeye. Kwa hivyo huwa tunazuia mwanamke asipate mimba wakati ya matibabu, lakini encourage baada ya miaka 3 hadi 5 huko, especially kama ni mtoto akona umri mdogo ama hana watoto yote, tunamsaidia kabisa. Na hapa tuko na njia ya dawa tunapeana, na pia tuko na njia ya kupreserve zile ovaries mwanamke aweze kupata mimba. Wara kansa hatire na gitumi kiganu kia mutumia gutigana na muthuri wake. Pia kuwa na saratani haimaanishi wewe huwezi kujamiiana na mumeo, huwezi kumwambukiza mumeo saratani ya matiti, kwa sababu saa nyingine watu mke na mume wanakuja wanataka kuachana, nasema mimi nimepata saratani ya matiti siwezi kulala na mke wangu. La, ukiwa na mke wako wamepata saratani matiti, maisha yanaendelea na tunakusaidia, kwa sababu saa nyingine wanawake wanapata ile ukavu kule katika njia zao za siri, sasa inakuwa na maumivu. Kuna aina matibabu tunakusaidia ili aweze kujamiiana na mumewe kwa starehe ambao na maisha yaendelee. Kwa hivyo kuwa na saratani sio mwisho wa maisha, na kuna maisha yanaendelea baada ya kugunduliwa kuko na saratani na matiti. Maya ni mamwe ma maumirira maria mundu afatie gutanya riria ambiriria kuambukira motungata ma urigiti hari ndwari ya kansa.
Zamani changamoto zilikuwa ni nyingi zaidi kwa sababu tulikuwa tuko na matibabu hayajaendelea, ambao changamoto zaidi ambao wanawake wengi wanaogopa ni nywele kutoka. Changamoto ya pili wanawake wanaogopa ni ile kutapika, ambao una changamoto nyingine ambao wao hawajali, lakini sisi madaktari tunaijali. Saa nyingine ile chemotherapy inapunguza ile kinga yako mwilini, ama viwango chako cha damu inakuja chini, ile immunity inakuja chini, ama HB inakuja chini. Hisi inatusumbua zaidi kwa upande wa daktari, lakini ukiangalia mgonjwa, yeye kitu ambacho anajali zaidi ni kuwa nywele zake zitatoka ama atapata kuwa anatapika zaidi. Sasa siku hizi tuko na njia ya kufanya ile nywele zako zisitoke, tunaita cool therapy, ambao tuna scalp cooling therapy. Unavishwa kofia fulani hivyo, unapata chemotherapy yako, inasaidia ile kiwango cha nywele lao kitatoka kinakuwa kidogo ama zisitoke kabisa. Na siku hizi kwa upande wa kutapika tunakupatia dawa nyingi sana wakati ya kabla ya chemotherapy. Nakupa therapy, ukienda nyumbani tunakuongezea na vidonge kuhakikisha kuwa hautapiki. Kwa hivyo wanawake wengi siku hizi wanachukua chemotherapy bila kupata haya madhara mengi, wanaendelea vizuri, unaona watu wanafurahia. Mtu hata anakuja anashangaa, wewe kuna saratani ya matiti mbona tukuoni? Kwa sababu tumeendelea kimatibabu ya kuzuia hizi side effects ambazo mtu anazipata mara kwa mara. Viftari uyu riu uri no hoti wa gucokia uvaka wa mutumia nyondo-ini thutha wa guthinjwo na kuhona niguo kahota kuhanana na atumia aria angi. Katika matibabu ya matiti, mojawapo ni kutoa uvimbe. Uvimbe tunaweza kutoa kwa njia mbili. Kama umekuja mapema, yani ile kansa ni ndogo pale kwenye matiti yako, tunalinganisha kiwango chako cha titi lako na ule uvimbe. Tukitoa ule uvimbe peke yake, unaweza kubakia na titi lako. Kwa hivyo siku hizi mara nyingi mwanamke akija na uvimbe mdogo kwenye matiti, hatutoi matiti, kwa sababu tumekuja tukagundua mwanamke ambaye ametolewa matiti na ambaye ametolewa uvimbe peke yake na akapata baada ya hapo radiotherapy, wao wanaishi sawa sawa, haina tofauti. Kwa hivyo siku hizi hatupendelei kungoa titi, tunangoa ile uvimbe peke yake, lakini tunaangalia tukingoa huu uvimbe peke yake, lile titi litabakia na umbo lake lile vile la kuvutia, kwa sababu hakuna faida umetolewa uvimbe peke yake lakini titi linakaa halivutii tena. Wewe mwenyewe mwanamke inakufanya hujihisi kama umekuwa mwanamke. Kwa hivyo huwa tunaangalia, kwa hivyo ile ukubwa wa uvimbe, ukubwa wa matiti inachangia. Lao kwa mfano, hata kama uvimbe ni mkubwa lakini wewe mwanamke, kuna baadhi ya wanawake wako na vifua vikubwa, matiti makubwa, tunaangalia tunatoa ile uvimbe peke yake. Na siku hizi hapa sisi hapa kuna kitu tunafanya reconstruction. So tunakuja tukishatoa uvimbe, tunakuja kwa ile titi nyingine, tunakuja kulipunguza, tunayalinganisha na kuwa sawa sawa. Na lao ulikuja ile kansa ilikuwa ni kubwa sana, ambayo ikabidi tutoe titi lako lote. Hapa Kenyatta University Teaching Referral Hospital tuko na madaktari wa breast surgeons na wale wenzetu wa plastic surgeons, wanakuja wanafanya watu wanaita reconstructions. Reconstruction unaweza kufanyiwa pale wakati titi likitolewa, ama tunaita immediate reconstruction, ama ile kuja kutengenezwa titi lirudi kama lilivyokuwa kwa kupitia hizo vitu vingine. Tunaweza kuifanya baada ushamaliza matibabu yako yote, baada ya miaka 2-3 ile tushaangalia kansa hairudi, tunaita delayed reconstruction. Na pia njia mbili tunaweza kufanya hiyo reconstruction. Tunaweza kuchukua mafuta kutoka sehemu yako ya mwilini, mara nyingi tunachukua huku ubavuni, tunatoa mafuta huku na ngozi, tunakuja tunatia pale mpaka titi linakuja linakaa kama halina tofauti kama umefanywa operation, hata mtu hawezi kutambua titi lilitolewa. Ama tunatia zile implants pale ndani, tunatia implants tunakaa. Kwa hivyo hata mtu ile maumbile yako matiti nakuja tunaidhibiti, inakaa vizuri, uweze kutofautisha kama ulifanyia operation ya saratani ya matiti. Mothe kenda ikumi kurena mwihoko munene mutorire uguthie na mbere thutha wa mundu ona kumenya ari na dalili cia kansa agiitikira neende. Oho andu hakuhi nake metikire gutirithania nake rugendo-ini rwa gwetha motungata ma urigiti. Tunataka kuwajulisha kuwa saratani ya matiti inatibika. Katika saratani zote ambazo tuko nazo mwilini, tunajua watu wenye saratani ya matiti wanaishi kwa muda mrefu. La muhimu zaidi, ukiona uvimbe, ukiona mabadiliko yamefanyika kwenye matiti yako, kimbia hospitali mara moja uweze kusaidika. Na lao utakuwa umeenda kwa hospitali wakakuambia hii uvimbe ni wa kawaida na wewe haujaridhika, chukua hatua kwenda kwa daktari wa juu zaidi. Daktari wa juu zaidi mara nyingi tunawashauri waende wakaone surgeons, ama even wakaone daktari kama wale oncologists ambao ama consultants wengine wale wanawake, kwa sababu wao wako na uzoefu zaidi, wanaweza kugundua, na ikigundulika mapema tunaweza kukutibu, tukatoa uvimbe ama tukatoa matiti. Baadaye kama wewe ni mdogo unaweza kupata mimba. Kwa hivyo
saratani sio mwisho wa maisha, ni mwanzo wa maisha na mtu anaishi kwa muda mrefu. Mwiroreri ni undu wa githomo giki na ingi thiena mbere na kuria ciuria ciaku kuhetukira namba itu ya SMS o hamwe gucerera rurenda rwa YouTube Kiheo TV mirimo na urigiti. Njetagwo Murina Wanjiru.